Karibu katika video ya siku ya leo msikilizaji, mtazamaji ambaye unapenda kunifuatilia siku hadi siku. Katika video ya siku ya leo naenda na wewe moja kwa moja kukuelekeza utengenezaji wa sabuni ya maji kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Nimeweza pia kukuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Kitabu hiki kitakusaidia wewe na kukujengea uwezo wa kutengeneza bidhaa zaidi ya 21 kuanzia vipimo, utengenezaji mpaka ufungashaji. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Karibu tuwe pamoja katika utengenezaji wa sabuni hii ya maji. Hatua ya kwanza msikilizaji, utavaa vifaa kinga, utavaa gloves kama inavyoonekana katika video. Yes, namna hiyo. Utavaa gloves, utachukua mkasi wako namna hiyo, utachana chumvi, itategemeana na imewekwa katika chombo gani. Utamimina chumvi peke yake katika jaba ambalo halina chochote. Hakikisha kwamba umevaa maski, umevaa gloves pia. Baada ya hapo nitachukua Texapon au Sless, wengine hupenda kuita Ungarol. Yes, baada ya hapo pia nitaimimina katika chumvi ambayo nimeitanguliza humo ndani. Yes, namna hiyo ninamimina taratibu. Zingatia vipimo sana msikilizaji. Kipimo cha chumvi, zingatia kipimo cha Sless au Ungarol. Baada ya kumimina basi tunaanza ukorogaji, na ukorogaji ambao unapaswa kutumika ni ukorogaji wa kuelekea upande mmoja. Siku zote unapokuwa unazalisha sabuni yako ya maji, zingatia sana kutumia chumvi ya mawe. Japokuwa itakupa changamoto zaidi katika kuyeyuka kwa wakati, lakini ni chumvi ambayo inaongoza kwa kutoa matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo hapo tunakoroga. Baada ya kuona matokeo mazuri, tunaanza kuchota maji angalau jagi moja, huku tunaendelea na ukorogaji kama kawaida. Ukorogaji unapaswa kufanyika kwa kuelekea upande mmoja. Kama umeanza kushoto kwenda kulia, basi iwe kushoto kwenda kulia mwanzo mpaka mwisho wa zoezi. Kama ni kulia kwenda kushoto, basi iwe hivyo mwanzo mpaka mwisho wa zoezi zima la ukorogaji wa sabuni yako. Kumbuka kwamba msikilizaji, sabuni ya maji inatumia ingredients zaidi ya 11. Hii hapa ni ya 3, tunaweka ni perfume kwa sababu mwanzo tumekwisha kutanguliza Sless, tukaweka chumvi na tumeweka ni perfume pia. Kwa kuna malighafi nyingi, kuna preservative, wengine wanapenda kutumia citric acid. Mwanzo watu walikuwa wanatumia formalin, lakini kwa sasa hivi hairuhusiwi. Wengine badala yao wengi hutumia DMDM ambayo inafanya vizuri pia zaidi, na wengine hupenda kuitumia katika kuzalisha disinfectant zile za kuondoa bakteria, za kuua bakteria pamoja na kuleta harufu nzuri nyumbani. Yes, kwa hiyo ina matumizi mengi pia. Kuna glycerin, kuna CDE, kuna CAPB, kuna Alka-2, kuna CMC, kuna rangi, kuna perfume. Kwa hizo ni malighafi muhimu sana ambazo tunapaswa kuzitambua. Mbali na hizo kuna sulfonic acid, kuna soda ash light, hizo zote tunazitumia. Kwa hiyo unakoroga vizuri kuelekea upande mmoja. Baada ya kukoroga tunachukua maji, tunaongeza, tunaendelea kukoroga kama kawaida. Ujasiriamali msikilizaji ni fursa ambayo unaweza kuifanya popote ulipo pale na ikakupa matokeo mazuri zaidi. Itategemeana na product yako, kwa sababu kama product inafanya vizuri, nzito, manukato na ina povu la kutosha, utapata wateja wengi zaidi. Lakini ikiwa haina matokeo hayo, usitegemee mabadiliko yoyote. Kwa hiyo baada ya hapo tunachukua chombo kingine pembeni, ndoo hiyo ya pinki, tumeweka maji lita kadhaa. Ukitaka vipimo utavikuta kwenye kitabu, lakini pia kuna madarasa ambayo yanaendelea kupitia 0783 500 971. Ukorogaji kuelekea upande mmoja, tunamimina sulfonic acid, huku tunaendelea na ukorogaji kama kawaida. Yes, tunakoroga, tunamaliza sulfonic acid kumimina, tutakoroga vizuri ili ichanganyikane vema. Lakini kwa wale ambao wana zile hand mixer, ni nzuri zaidi kwenye mikorogo kama hii, kwa sababu zinasaidia kusagasaga zile particle na kutoa matokeo ambayo ni bora zaidi. Kwa baada ya kuhakikisha kwamba mkorogo wako umechanganyikana vizuri, tunarudi kwenye huu mkorogo mkubwa ambao tulishatanguliza vitu vingine kama perfume, chumvi pamoja na Sless. Tunamimina huu mkorogo mwingine ambao una soda ash pamoja na sulfonic acid. Kwa tunaumimina kwenye ndoo, alafu tunaendelea tunamimina katika jaba, alafu then tunaendelea kukoroga kuelekea upande mmoja.
Kumbuka sulfonic acid ikizidi sana inapausha nguo, kwa zingatia kipimo. Soda ashi pia ikizidi zaidi pia itafanya sabuni yako ikate povu, inakata povu, kwa zingatia kipimo. Sulfonic ikizidi ina athari, soda ashi ikizidi ina athari, kwa zingatia zaidi kipimo. Karibuni sana kwenye ujasiriamali. Baada ya hapo tunachukua maji mengine tena, tunamimina hapa kwa ajili ya kukorogea Alka-2. Unaweza kusema ni Alka-2 au CMC. Kwa hiyo itategemeana na wewe unaadi kitu gani kwa ajili ya kuongeza uzito. Lakini ili upate matokeo mazuri, zingatia vipimo. Haimaanishi kwamba kwa sababu Alka-2 inaongeza uzito basi ujaze nyingi, hapana, utaharibu. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Tutakoroga Alka-2, tutamimina humo na tutaifunika sabuni yetu masaa 3 mpaka 4 itakuwa tayari. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Ikiwa unapenda kujifunza au unahitaji nakala ya kitabu, karibu ni text kwa WhatsApp tu kwa namba hizo ambazo zinaonekana.